Alhamdulillah. Zote alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Nasri, jambo ni moja ambalo sasa hivi linaendelea kuzungumzwa mitandaoni na hata anga zima la kimchezo hapa nyumbani kuhusiana na dabi ya Kariakoo tarehe 25. Ni mchezo ambao uliwapa maswali watu wengi sana, pengine labda hata matumaini ya kutoshuhudia mchezo huu ndani ya msimu huu yalipotea kwa baadhi ya watu, lakini tarehe 25 ndio tarehe rasmi safari hii ambayo imeteuliwa kwa mchezo huu wa Kariakoo ndani ya Benjamin Mkapa. Kwako kwanza unazungumziaje sakata hili lilivyokuwa mpaka lilivyokuja kuisha, pengine watu hawajatarajia kama litaisha kwa namna hiyo? Mimi nilitarajia kama litaisha kwa namna hii, kwa ajili mimi nilichokuwa nakitaka ni kwamba mechi ichezwe, lakini ichezwe kwenye utaratibu, yani waliokosea ile match 8 wawajibishwe ili ndio mechi ije ichezwe. Bahati nzuri ni kwamba kwa kiasi kikubwa waliokosea wameanza kuwajibishwa na mechi imeshapangiwa tarehe, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tunahitaji vitokee, lakini vitachukua time, na nafikiri inawezekana vipo kwenye process zaidi, lakini at least kwamba mechi imepangwa kwenye ratiba mpya, alafu tumeanza kuona angalau wale waliokosea wame take responsibility. Kwa mfano Mguto amejiuzulu mwenyewe, lakini kuna baadhi ya watu ambao wamesimamishwa, lakini angalau hata kidogo tumeona kuna hatua zimechukuliwa. Hiyo ndio faraja angalau mimi niloipata. Kwa hiyo ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliamini kwamba Yanga walikuwa sawa kwa yale matakwa yao ambao walikuwa wanahitaji afanyike ili waweze kuhudhuria ndani ya mchezo huu? 100%. Matakwa yao mimi nilikuwa nafikiri yana make sense, na ukiangalia mengi hayajakaa tu kuwanufaisha wao binafsi. Mfano kwani Mguto akijiuzulu Yanga wanafaidika na nini? Almas akikaa pembeni Yanga anafaidika na nini? Yanga washawahi kuwa mabingwa chini ya watu wao mara 3 mfululizo. Kwa hiyo ilikuwa sio issue ya kwamba ni Yanga wao binafsi, lakini ilikuwa ni issue ya kwamba hawa watu walikosea. Ilibidi kuna hatua zichukuliwe ili kutengeneza statement ya kwenye mpira wetu kwamba ukifanya kosa fulani kubwa kuna hatua zitakufuata tu. Mwanzoni ilishatengenezeka kama kwenye huu mpira kuna baadhi ya vitu vya hovyo unaweza ukavifanya na bado ukaendelea kubaki salama, ajira yako ikaendelea pale pale, wewe labda kama umepigiwa kura utaendelea kubaki tu hapo hapo. Lakini zinapokuja hatua ngumu kama hizi, kwa mfano saizi Mguto amejiuzulu, na bahati nzuri kwamba ndio mwishoni mwa msimu, kwa hiyo sio muda mrefu tena ataenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo chairman mwingine atakayekuja kukaa pale kwenye kile kiti cha bodi ya ligi anajua kabisa kama kuna mambo ya hovyo atayafanya hata kuwa salama. Lakini kama Mguto angebaki kuwa salama kwenye hili, hata chairman mwingine ambaye anakuja awamu unayofuata, kuna baadhi ya hatua za hovyo angeweza kuzichukua, angekuwa na kumbukumbu, mbona Mguto aliwahi kufanya vitu vya hovyo na akaendelea kubaki. Lakini baada ya hili wote atakaofuatia nafikiri watakuwa na tahadhari ya kujua kwamba hawezi kufanya tu kila kitu na bado ajira zao zikaendelea kubaki salama. Na pia tukizungumzia dabi, kabla siku kadhaa kabla ya tarehe kuadhimishwa kwamba tarehe 25 ndio dabi tena kuchezeka, Simba walitoa tamko ya kwamba na wao hawatoweza kushiriki mchezo wowote ambao utapangwa tofauti na ile tarehe ambayo ya awali tulikuwa tunaifahamu tarehe 15. Tarehe imepangwa, tunaona Simba hamasa yao si kubwa sana kama kipindi kile. Kwako tukizungumzia namna ubora wao wa siku hizi za usoni, unaona kama wanapata mashaka pengine ya kuchuana na Young Africa ambao amekuwa bora zaidi kwa mara 4 mfululizo? Mimi nafikiri sio mashaka ya kwenda kukabiliana na Yanga, lakini nafikiri labda kama bodi ya ligi wangeghairisha tena hii mechi alafu angepanga tarehe nyingine, hata na wao imani yao juu ya bodi ya ligi ingekuwa ndogo. Unajua kadri ambavyo bodi ya ligi wanapanga hizi tarehe, hizi timu huwa zinafanya maandalizi kuelekea hizo mechi, na bahati mbaya hayo maandalizi hawayafanyi bure, kuna gharama ambayo wanaingia. Simba ameambiwa kuna mechi tarehe 15. Wachezaji wakawekwa camp, wana train, wanafanya maandalizi yao kwa ajili ya kwenda kucheza hiyo mechi ambayo ilitakiwa kucheza tarehe 15. Sasa hayo maandalizi hawayafanyi bure. Alafu bodi ya ligi wangekuja kughairisha hiyo mechi, wangepanga tarehe nyingine, hizo gharama za Simba alikuwa anazilipa nani? Alafu hiyo tarehe nyingine ambayo wangeipanga, Simba angelazimika tena kutumia gharama zingine kwa ajili ya kujiandaa kwenye hiyo mechi kwa ajili ya hiyo tarehe nyingine. Huo uhakika kwamba hiyo mechi ingechezwa wao wangeitoa wapi? Na hali ya kuwa bodi washaghairisha mechi moja kwenye kalenda 2 tofauti. Kwa hiyo nafikiri wasiwasi wao ulikuwa hapo kwamba haiwezekani mtupangie
fixture 3 tofauti tofauti kwenye ratiba moja, na hali ya kuwa wao wanaingia hasara ya kufanya maandalizi juu ya hiyo fixture. Na hata kwenye ile ya mwanzo ile ya match 8, kwa jinsi ambavyo alihandle hiyo situation bodi ya ligi, ni kama Simba hawakuwa na kosa lolote, alafu hakutolewa ripoti yoyote. Kwa nafikiri kwa kitendo tu cha watu wengi ambao walikuwa kwenye bodi ya ligi, baadhi yao kujiuzulu na wengine kusimamishwa, nafikiri hata hilo swala la Simba kusema kwamba hata shiriki mechi ya tarehe nyingine halitakuwepo kwao. Nafikiri hii tarehe mpya watashiriki, kwa ajili waliopanga hii tarehe mpya sio wale ambao walipanga ile ya awali, na hata hizo gharama sio kwamba Simba ameingia peke yake. Hata mdhamini ambaye ana haki ya kuonyesha hizi mechi naye ameingia gharama, naye alikuwa anafanya promotion ya kuonyesha. Kwa hiyo ingekuwa kina Almasi wamebaki, watu wangekuwa na malalamiko makubwa sana kina Almasi, lakini bahati nzuri ni kwamba wale washatolewa, watakuja wengine wapya. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja yoyote ya taasisi yoyote kugomea hii ratiba mpya. Sawa. Nasri, kwa upande wa Young Africa tunaizungumzia Yanga ambayo wao hawana mabadiliko makubwa sana ya vile ambavyo walikutana na Simba kwa mara ya mwisho, lakini tukizungumzia Simba ambayo safari hii tunaona kabla ya kukutana na Young Africa tayari wana baadhi ya wachezaji ambao wamefanya vizuri katikati, lakini pia hawakupata nafasi ya kushuhudia ladha ya dabi, mchezo mkubwa dhidi ya Young Africa. Kwako unaona mchezo wa namna gani? Pengine unaweza kuona Yanga akishindwa kuendeleza pale alipoishia kwa kusema anaendelea kutamba mbele ya Simba? Kwanza sidhani kama kuna mabadiliko makubwa sana. Mfano hata Mpanzo alikuwepo kwenye ile dabi ya kwanza, sio? Ama kuwepo? Hakuwepo. Kwa ni mchezaji mmoja peke yake ndio ambaye Simba amemuingiza kwenye ile dirisha dogo. Kwa ni addition ya mchezaji mmoja tu. Kwa sidhani kama inaweza ikaleta utofauti mkubwa sana, lakini tuliona hata hiyo mechi yao ya mkondo wa kwanza ilikuwa ni mechi ambayo ili balance. Haikuwa mechi ya upande mmoja kama jinsi ambavyo ilikuwa msimu uliopita. Msimu uliopita mechi zote mbili za dabi Yanga alikuwa kazimiliki kwenye himaya yao, walikuwa wanaamua jinsi ambavyo kufanya, lakini Simba ya msimu huu kidogo naona imeimarika, wanaweza kubisha. Energy ipo pale, wana wachezaji ambao nguvu zipo za kupambana, wanaweza kumaintain hayo mapambano zaidi ya dakika 90. Kuna baadhi ya mechi Simba amecheza hadi extra time na bado naona energy ipo pale. Nafikiri kinachowafelisha Simba ni kwamba hawana wachezaji wengi wafanisi eneo la mbele. Wachezaji wao wengi kule mbele hawezi kutoa adhabu zile stahiki kwa kadri ambavyo mpinzani atakuwa anafanya makosa. Yes, hawana washambuliaji wazuri, lakini hata viungo wao washambuliaji wengi sio wazuri sana kwenye matumizi ya nafasi ama kwenye kutengeneza nafasi. Mfano angalia Kibu, mpaka ligi inaelekea mwishoni Kibu amefunga kwenye mechi moja dhidi ya Dodoma. Nani huyu Mutale ndo kidogo ameanza kuonyesha uhai mwishoni mwa ligi. Wale washambuliaji wao wote wawili bado huwezi kuwa guarantee. Mpanzu, nafikiri Mpanzu anaathiriwa na kuzungukwa na wachezaji wengi ambao sio wafanisi. Kwa hiyo kidogo timu inakuwa inamkaba. Lakini angekuwa kwenye group la wachezaji kama Yanga, nafikiri angeshine zaidi ya hivi tunavyomuona hivi sasa Simba, kwa ajili ya kitu kimoja. Unajua kwenye eneo la mbele kwa mchezaji yoyote anahitaji kutengeneza partnership hapa, kutengeneza chemistry. Mfano hata ukienda barani Ulaya ama hata hapa Afrika unaona kuna hizo partnership. Mfano Young Africans unaona Dube na Mzize jinsi ambavyo wametengeneza chemistry. Wale watafunga ama watatengenezeana nafasi, lakini hata namba 10 wao kina Pacome, kina Max, kuna chemistry pale. Lakini kwa Simba pale sidhani kama Mpanzu anakuwa na confidence ya kukimbia kwenye nafasi alafu akawa na uhakika kwamba kuna wachezaji wenzake wengine wanaweza kumtengenezea nafasi. Ni ngumu. Lakini hata yeye akichukua mpira akiwatengenezea wenzake nafasi hawezi kuzitumia hizo nafasi. Kwa automatically goal and assist zinapungua kwa upande wake. Sasa huo ni udhaifu ambao Simba wanao, lakini Yanga ndo hatari yao ilipo hapo. Chukua magoli ya Mzize, chukua magoli ya Dube, chukua Pacome, chukua Max, angalia numbers zao zinavotisha. Kwa hiyo Yanga wana hatari kweli kweli mbele. Chemistry wale wachezaji wanayo, kila mchezaji anaweza kutengeneza, kila mchezaji anaweza kufunga. Kwa hiyo nafikiri utofauti wa hizi timu mbili ni kwamba Simba safu yao ya mbele ni butu, alafu Yanga safu yao ya mbele ni hatari.
Unaliona pengo la Aziz Ki? Hapana, nafikiri Yanga msimu huu imekuwa hatari zaidi ikiwa Aziz Ki hayupo uwanjani kushinda akiwepo uwanjani. Aziz miongoni mwa wachezaji ambao mimi wamenidisappoint msimu huu ni Aziz, kwa kile ambacho alituonyesha msimu uliopita hadi kwa MVP nilitegemea msimu huu angeendeleza pale, lakini msimu huu umekuwa kawaida sana kwake. Na ni kutokana na mambo ambayo yalimwathiri nje ya uwanja. Kuna muda mwili ulizidi kuwa mkubwa, kwa hiyo automatically akaanza kuwa mzito, akawa sio mwepesi kama ilivyozoeleka. Lakini imagine pale mbele una Max, Pacome na Mzize kama washambulia viungo watatu nyuma ya mshambuliaji mmoja. Wote wawili ni wapesi, wote wawili wana energy, wote wawili wanaweza kupass mpira vizuri, wote wawili wanaweza kudribble, wanaweza kufunga, wanaweza kutengeneza. Then mbele wana Dube ambaye pia link up playing yake ni nzuri. Kwa hiyo nafikiri Yanga kwa msimu huu ni hatari zaidi wakiwa uwanjani bila ya Aziz Ki. Kwa hiyo sioni kama kwa Yanga kutakuwa kuna athari yoyote. Nasi zimebaki michezo mitatu, lakini watu wanatafsiri huenda dabi ndio ikawa mchezo wa kutupa bingwa wa 2024-25. Unaiona hiyo? Inawezekana. Unajua kwa nature ligi yetu ni ngumu sana kutabiri kwamba hizi timu zingine za madaraja ya kati zinaweza zikawastopisha Simba na Yanga. Japokuwa inaweza kutokea, lakini huwa inatokea kama maajabu, sio kitu ambacho unaweza kukitabiri. Mfano Simba alivyostopishwa na Fountain Gate ambayo nusu ya msimu wa pili huu ndio ilikuwa mbovu, lakini ndio hiyo imeenda kuwastopisha Simba. Yanga naye mechi na JKT, japokuwa JKT of course Tabora, japokuwa hao Tabora na JKT wakati wanacheza na Yanga walikuwa imara kweli. Yani mfano JKT ni tabia yao kutoa game ngumu dhidi ya hizi timu kubwa. Tabora pia squad ambayo walikuwa nayo kipindi kile. Kwa hiyo kwenye ligi yetu sio vitu ambavyo unaweza kuvitabiri. Mfano Simba fixture alionao wanacheza na timu mbili zote ambazo zishashuka daraja. Ken Gold unasikia hata huko kwenye kambi yao wachezaji hawapo, sijui kama timu ishavurugika. Lakini Kagera of course, Kagera ile inamilikiwa na Rais kubwa, kwa hiyo lazima timu yao itaendelea kuwa na umoja. Kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja wanaweza wakastopishwa, lakini unaweka tu ile hakiba ya kuheshimu mpira. Mfano Kagera washashuka daraja, mtu anaweza kadharau hiyo, lakini wachezaji wao wataingia pale wakiwa hawana pressure yoyote. Kwa hiyo hawaogopi kufungwa, na hiyo ni hatari zaidi kwa ajili wachezaji wanacheza akiwa akili zao zipo free. Chochote kitokee kwao hakuna baya kwao. Na Kagera of course wamekuwa na tabia ya kuzistopisha hizi timu kubwa. Nafikiri Simba msimu uliopita tu alipata sare Kaitaba pale, Kagera walirudisha. Shai kuokota alama kwa Azam msimu huo uliopita ambao Yanga alikuwa mabingwa, lakini Yanga alidondosha alama 2 Kaitaba pale na Kagera walinyimwa goli lao. Kwa hiyo Kagera wamekuwa na hiyo tabia. Kwa hiyo siwezi sema atastopishwa, lakini mpira lazima uheshimu, na kwa hawa Tabora wamekuwa hawa Kagera wamekuwa na hiyo tabia ya kustopisha baadhi ya hizo timu kubwa. Sawa, Nasri, pengine mwanzo katikati ya msimu wengi sana walitoa maoni yao kuhusiana na yupi amefaa kwa upande wa wale wasajiliwa. Simba hasa walipokea comment nyingi. Wachezaji wengi ambao wamewasajili karibia 9 ndani ya dirisha kubwa, wengi walisema kama hawajikrik ndani ya timu zao. Wewe kwako, tunaelekea mwishoni mwa msimu, pengine Simba inahitaji kufanya maboresho, na pengine yupi ambaye Simba amefaulu na kwako unashauri pengine ni vyema akaendelea kuwepo? Sasa wachezaji wengi wamefanya vizuri. Mfano Chamu, yule beki wao hakuanza ligi vizuri, sio kwamba alikuwa anafanya vibaya, lakini nafasi ilikuwa kwa Che Malone na Hamza. Lakini kadri ambavyo jinsi ambavyo muda unaenda, unaona jinsi ambavyo ana impact yake imekuwa kubwa ndani ya Simba. Na kwa tulipofikia hivi sasa, nafikiri sio yeye kuendelea kutafuta nafasi, lakini yeye saizi naamini ni Chamu, alafu kati ya Che Malone na Hamza ndio watafutani wa kwenda kupartner na Chamu. Kwa hiyo amekuwa na msimu wake wa kwanza mzuri sana ndani ya Simba, na of course kwa alichokifanya nafikiri ana deserve hata kuingia kwenye kikosi bora cha msimu Chamu. Lakini Kamara naye amekuwa na mchango mzuri hata kwenye system ya timu ambayo kocha anataka icheze, amekuwa anaweza kuifanya hiyo system i-click vizuri. Amekuwa tu na makosa yale ya mara kwa mara binafsi ambayo yamemgharimu, lakini kama player unaona ni mchezaji mzuri Kamara. Naamini Simba wataendelea kuwa naye. Usajili mwingine mpya of course Mutale, japokuwa kile alichokionyesha dakika za jana anastahili. Nafikiri anastahili. Sifikiri kama Simba anaweza kumwacha. Hizi mechi za mwisho amezitumia vizuri sana. Sasa
wasiwasi wangu kwa Mutale isije kuwa alisha sense kwamba hizi ndio mechi za mwisho ambazo ndio nizitumie vizuri ili niendelee kubaki Simba, alafu msimu ukianza akarudi pale alipoishia. Yani asije akabweteka. Kama mwanzoni alianza slow kwa ajili ya kubweteka, basi hichi anachokifanya sasa hizi ndio standard ya Simba, ama ongeze cha ziada. Kwa hiyo asije aka drop hichi ambacho anatuonyesha sasa hizi. Kama mwanzoni alirelax na hapa mwishoni ndo akaamua sasa kutetea maslahi yake ndani ya Simba, hii ajue ndo standard anatakiwa kuendelea. Nafikiri pale mbele Simba watakuwa wanapaangalia vizuri sana. Lionel Ateba, Mkwala vipi? Ndio hapo nilikuwa nasema Simba lazima pale Simba ataboresha. Na nafikiri wakiboresha watakuwa na ulazima wa kumtoa mmoja, ama anaweza akatoa wote wawili kwa pamoja. Lakini nafikiri pale Simba ataangalia kwa jicho la tatu. Hapo kwenye maboresho Faisal saini yake imeshadondoka Msimbazi? Sijajua, lakini kama watakuwa wamempata Faisal watakuwa wamempata mchezaji mzuri. Watakuwa wamempata kiungo ambaye anaweza kutengeneza, anaweza kufunga. Faisal anaweza kuhandle vizuri pressure ya timu kubwa, ameshakaa sana hizi timu kubwa, sidhani kama atahitaji time, mpira wa Tanzania anaujua. Kwa hiyo kama Simba atakuwa amempata Faisal watakuwa wamempata namba 10 nzuri sana. Wewe unamshauri Faisal kwenda Simba? Sasa mimi sipo karibu na Faisal. Ningekuwa mshauri wa Faisal, ningekuwa najua kila kitu kinachoendelea kwenye kambi yake. Ningejua klabu gani imeleta ofa gani, mshahara wake upoje. Kwa hiyo ningepima ofa ambayo ameleta Azam, klabu aliyopo saizi, ofa ya hizo timu zingine zinazomhitaji. Kwa hiyo ningepima kwa ukaribu zaidi, lakini kwa ajili sipo kwenye kambi ya Faisal, kwa hiyo siwezi kushauri chochote ambacho sikijui, lakini wao watakuwa wanaona hizo offers zote na wanaona mazingira yote. Kwa hiyo wao waliopo karibu na Faisal nafikiri wapo kwenye nafasi nzuri sana ya kumshauri. Neno lako moja kwa Aisha Salum Manula. Aondoke Simba. Nafikiri Simba hawana nia nzuri na Aisha, na hakupaswa kumfanyia hivi hata kidogo. Yule ni legend wa Simba na inatuma ujumbe mbaya kwa wachezaji wote wa Simba. Simba hawakuwa waungwana hata kidogo kwa Aisha, wanaomfanyia hakutakiwa kumfanyia. Huyu ni mchezaji ambaye kulikuwa kuna nafasi ya wao kumwacha toka msimu uliopita kama hawataki kuendelea kubaki naye, lakini wakaendelea kumng'ang'ania kwa kigezo cha kwamba hawezi kumwachia sijui mchezaji huru, sijui bado ana mkataba. Haya, amebaki na huo mkataba, amesaini mkataba mpya. Sasa hizi ataondoka bure ama ataondoka kwa pesa? Simba si wameingia gharama ya kumlipa mshahara kipindi chote hichi. Kwa nini wasingeokoa hiyo mishahara, wangelipa wachezaji wengine afu angemwacha Aisha aondoke kutoka kipindi kile? Kwa hiyo Simba wameamua tu kumfanyia haya mambo ya hovyo Aishi. Kwa hiyo Simba wamemfanyia kitendo kibaya sana Aishi, na Aishi aondoke Simba aende klabu nyingine. Bado ni goalkeeper mzuri sana, lakini tu viongozi wa Simba walichokifanya juu ya Aishi hakina ujumbe mzuri kwa klabu yenyewe ya Simba. Sasa hizi mchezaji yoyote wa pale wa Simba akiwepo pale hana uhakika na kesho yake. Hivi kuna mchezaji ambaye alikuwa na thamani kubwa Simba